Karibu katika episode ya 4 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 3, basi hakikisha unagusa jiki pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako ili tuweze kwenda pamoja, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Huku nyumbani Mwamba John J pamoja na Mwamba Nandu walikuwa wakijadili ni kwa namna gani wanaweza kutatua changamoto ambayo inamkabili bidada, kwani ameingia katika kisanga kizito sana kwa kuingilia mambo yanayomhusu makamu wa rais katika ile hospitali. Lakini yote kwa yote walikuwa kishangazwa sana na uwezo wa bidada, kwani aliweza kumkanyaga Mwamba kwa teke dogo tu, lakini mwisho wa siku jamaa alikuwa amesukumika umbali mrefu sana. Wakiwa wanajua wazi kwamba makamu wa rais katika ile hospitali hatomwacha bidada salama, basi moja kwa moja wakaandaa mpango wa kumuingiza mjini mtu huyu. Kwa kuwa mmiliki wa ile hospitali hayupo, ameenda vacation na mke wake, basi wakaamua kufanya trick moja. Wakampigia simu pale hospitalini wakamwambia kwamba nitakuwa likizo kwa muda mrefu kidogo, hivyo mwanangu William atakuja hapo ofisini kuendeleza majukumu yote yanayoendelea hapo ndani. Kifupi ni kuwa kwa kuwa Nandu anajua vizuri sana kuchezea mitambo ya kompyuta, hivyo hata kutumia namba hii ya simu alipoweza kumpigia huyu vice president ama makamu wa rais, ilikuwa imetoka sauti kama ya rais yule ambaye anamiliki hospitali hii. Na kwa kuwa kwa bahati mbaya huyu makamu wa rais hamjui mtoto wa mmiliki wa hii hospitali, kwa maana huyu anayefahamika kama William, basi Mwamba John J akajifanya ndio William anawasili katika hospitali hii siku ya leo. Jamaa alipofika tu akapokelewa vizuri sana. Jamaa akajifanya kana kwamba anaazima simu ya makamu wa rais aweze kuwasiliana na mtu mara moja. Alipochukua tu simu hii akaichezesha na mwisho wa siku akawa amembadilishia huyu vice president simu yake ikawa ya huyu vice president na vice president ikawa ya huyu Mwamba John J. Lakini miongoni mwa taarifa za kweli kabisa ni kwamba William mtoto wa mkurugenzi wa hii hospitalini, na ni kweli kabisa siku ya leo alikuwa anarudi. Kwa moja kwa moja Mwamba Nandu akajifanya kuwa ndo dereva wake na kwenda kumchukua kule airport, akamzungusha sana hapa. So wakati huo wote wanaendelea kuhangaika na haya mambo, pia walikuwa na copy mafaili yote yanaonyesha uhalifu wote ambao alikuwa akiufanya huyu makamu wa rais, na mwisho wa siku bana akawa amemwita ofisini na kumuonesha uovu wake wote aliokuwa akiufanya. Lakini haya yote Mwamba John J anayafanya kwa lengo moja tu. Lengo lao ni kuweza kupiga mshindo mzito, yani kiufupi wanataka kumtapeli mtu huyu. Lakini jambo la kibinadamu ambalo alikuwa amelisema kwa huyu daktari ni kwamba anatakiwa kwenda kuihudumia familia ya yule mama ambaye aliweza kumpoteza mtoto wake, kuhakikisha kwamba anamlea kuanzia hapo mpaka mwisho wa maisha yake. Lakini mbaya zaidi ni pale walipomwambia jamaa anatakiwa kulipa dola nyingi sana katika akaunti zao. Makamu wa rais hakuwa na namna yote, kabidi kukubaliana na masharti yote aliyokuwa ameweza kupewa. Basi kutokea siku hiyo moja kwa moja maisha ya bidada aliweza kubadilika kabisa hapo hospitalini. Yani huyu samaki mtu alikuwa anahudumiwa kuliko mgonjwa yoyote katika hiyo hospitalini. Hata kikohoa tu manesi wanafika alipokuwa amelala. Ni siku 3 za maisha mazuri kuweza kupita hapa katika maeneo ya hospitalini. Daktari akamwambia bidada kwamba hali yake inaendelea vizuri kwa sasa, kwa hiyo anaweza karudi nyumbani. Lakini bidada akasema kwamba mbona ni kama bado anaendelea kuumwa, lengo lake ni kwamba aendelee kuishi maisha mazuri hapa hospitalini. Mwamba John J ili kuhakikisha kwamba bidada anaweza kuondoka hapo hospitalini akamshawishi na kumwambia kwamba haya basi ndio nikakupeleke katika maeneo ya barafu yale ambayo ulikuwa unataka kwenda kuyatembelea. Bidada alifurahi kweli kweli, na kisha moja kwa moja akawa ametoka na Mwamba kuelekea katika maeneo hayo. Lakini kwa sababu tukio hilo la barafu huwa linatokea mara moja kwa moja ni kwamba siku ya leo hakukuwa na ile barafu ya asili. Kwa kuna barafu ya artificial ambayo huwa inatengenezwa tu na watu wanaenda kuslide katika maeneo hayo. Basi akawa anambadilisha huyu bidada viatu, lakini kila anavombadili hivi anakumbuka kwamba kuna kipindi alishowahi kumbadilishaga bidada kama huyu viatu vyake, ila haelewi hizo kumbukumbu ni kwa nini zinamjia katika akili yake na ajue bidada ni nani. Na sasa wakati wa mafunzo ya kwanza kuslide katika barafu yakawa yameanza. Kwa bahati mbaya ni kwamba bidada alikuwa ajui namna ya kupiga break, hivyo akajikuta tu anaendelea kuslide. Lakini Mwamba alipoenda kujaribu kumwokoa bidada akajikuta tu anaangukiana, na mwisho siku anacheka sana. Hasa bana bidada akamuuliza Mwamba, "Hebu unaweza ukasema neno I love you?" Mwamba akawa amesema I love you. Basi bidada akafurahi kweli kweli na kuhisi kwamba ameambiwa kutokea ndani ya moyo wake. Kifupi huyu samaki mtu anamwambia Mwamba ayazungumze yale maneno ambayo yeye alikuwa ameyasikia kipindi kila anatazama movie. Na bidada akaongezea kwa kumwambia Mwamba kwamba maneno kama hayo mazuri nishai kuambiwaga na mwanaume mmoja hivi kule Spain. Huyu mwanaume bana alikuwa akinipikia tambi, lakini pia wakati mwingi alikuwa anapenda kubeba mwamvuli. Yule mwanaume aliponiambia yale maneno nijisikia vizuri sana. Mwamba akajisikia wivu kiasi fulani akasema kwa hayo ni maneno ya kijinga bana. Na kitu ambacho Mwamba John J hajui ni kwamba hayo maneno ni yeye mwenyewe alikuwa amezungumza kwa bidada. Kwa hiyo bidada anamkumbusha Mwamba yale maneno ambayo yeye mwenyewe alikuwa ameweza kumwambia. Hasa walipofika nyumbani nyakati za usiku sana, Mwamba John J ikabidi kumuita bidada. "Hivi ni kweli wewe unasema kwamba uliingiaga kwenye mapenzi na mtu mwingine? Yaani kuna mtu mwingine ulikuwa umempenda?" Bidada akasema ndio, mimi yule mtu nilimwambiaga nakupenda, naye akasema nakupenda pia. Basi rudi bana ukalale tena bana. Lakini katika usiku huu kuna kitu cha kushangaza kidogo kiliweza kumtokea Mwamba John J. Aliweza kuota kana kwamba kuna gari fulani imeweza kupata ajali. Lakini bahati mbaya sana ni kwamba mtu aliyekuwa amepata ajali alikuwa anafanana sana na secretary wa baba yake. Kitu cha kushangaza ni kwamba huyu secretary alikuwa amevalia mavazi ya zamani sana kana kwamba ni miaka 400 fulani hivi iliweza kupita nyuma. Hasa kitu cha kushangaza ni kwamba mapema na alfajiri palipoweza kukucha, baba yake akawa amepokea taarifa kwamba secretary wake ameweza kupata ajali ya gari. Kwa Mwamba alichokuwa na kiota ni kweli kabisa, secretary alikuwa akipata ajali. Upande wa pili katika mitaa, bidada leo alikuwa akitembea mitaani na kushuhudia kwamba kuna vitoto fulani hivi vya shule ya msingi vilikuwa vinamuonea mwenzao. Kwa moja kwa moja akaenda kukakamata kale kama wanafunzi kakorofi akakanyenyua juu sana na kisha akakatishia kweli kweli.
Na kakao kamekasirika na kwenda kusema kwa mama yake kwamba kameweza kuonewa na mtu mzima kule mitaani. Basi mama yake naye ni mkorofi kweli kweli, akatimba mitaani na kwenda kufoka na kusema kwamba anahitaji malipo kwa namna ambavyo mwanae ameweza kuonewa. Lakini mama huyu alipoweza kuoneshwa mtu alikuwa anamuonea mwanae, alibaki anashangaa sana, kwani alitokea kuvutiwa sana na huyu samaki mtu. Yani alitamani hata kama yeye ndo angekupa mzuri kiasi kile. Hasa upande wa pili, mwamba Junjei wakati amelala na Ndu akawa anamvizia na lengo lake ni kuweza kuiba ile bangili. Lakini Junjei akanyeuka haraka sana na kuweza kumfuma mwamba anataka kumuibia. Ikabidi jamaa na Ndu aweze kujitetea kwa kusema kwamba nimeweza kufuatilia bangili, thamani yake nimegundua kwamba ni kubwa sana. Ila pia nimekuja kujua kwamba mmiliki wa hiyo bangili bana alikuwa ni mtu fulani hivi ambaye tunamjua kabisa. Hasa mwamba Junjei moja kwa moja siku ya kesho akaenda kukutana na yule bidada ambaye anatarajia kufunga naye ndoa siku za hivi karibuni. Akawa anamuuliza baadhi ya vitu na kumwambia kwamba nasikia kwamba kuna chungu ambacho kina picha za samaki watu unakifuatilia. Bidada akamwambia ndio, napenda sana kufuatilia habari za samaki watu. Moja kwa moja akampeleka katika kile chungu ambacho bidada alikuwa anakifuatilia. Mwamba alipoweza kukitazama chungu hiki akajikuta anakumbuka tukio la zamani sana, kipindi ambacho bidada alikuwa anamokoa katika maji. Hasa mwamba hii hali inamsumbua sana kwa sababu anajikutaga huwa kumbukumbu zake zinakuja, lakini wakati mwingine hakumbuki baadhi ya matukio kabisa, ila anahusishwa nayo hayo matukio ambayo hayakumbuki. Alifika kwa daktari. Daktari akaanza kumrudisha nyuma katika kumbukumbu za maisha yake ya zamani, lakini mwamba alipokuwa akikumbuka akashangaa kuona kwamba anakumbuka kumbukumbu za zamani sana, miaka mingi sana iliyoweza kupita nyuma, kipindi ambacho hata yeye hatatarajiwi kuweza kuzaliwa. Lakini mbaya zaidi ni pale alipoweza kugundua kwamba kuna taswira ya bidada huyu samaki mtu. Na mwamba akashtuka sana kutokea katika hizo kumbukumbu zake. Akamwambia daktari kuwa ameweza kumuona mtu ambaye anamjua katika kumbukumbu za miaka mingi sana iliyoweza kupita nyuma. Daktari akamwambia ni miongoni mwa hatua tu ambazo unaweza kuzipitia katika kukumbuka. Lakini mwamba alipokuwa amerudi nyumbani, bidada kama kawaida kama amemfuata nyakati za usiku na kuanza kumuuliza kwamba je, unanipenda? Mwamba akasema hapana, sikupendi. Mimi siwezi kumpenda mtu yoyote yule na ni ngumu sana kwangu. Lakini bidada akamwambia kuwa ni rahisi sana kumpenda mtu, lakini ni ngumu kuweza kumwacha. Si ngumu kumpenda mtu, fikiria juu ya hilo. Kesho yake alfajiri mwamba Junjei amenuna tu, haelewi kwa nini anamkumbuka huyu bidada katika kumbukumbu zake. Moja kwa moja bidada akazidi kumngangania mwamba, jana umeniambia kuwa unipendi, sawa, lakini naomba unipeleke katika library nikapoteze muda wangu wa kusoma vitabu kule. Basi bana, moja kwa moja wakaelekea katika maeneo ya library na kila mmoja akapata nafasi ya kuweza kujisomea vitabu. Lakini huku upande wa pili tunaonyeshwa mwamba Jiani alikuwa amemsaidiaga bidada kipindi kile amepata ajali. Walikuwa wameelekea katika maeneo fulani hivi ya hospitali na lengo ni kwenda kumpeleleza yule secretary ajali alikuwa ameipata. Lakini unatakiwa kukumbuka kwamba mwamba Junjei hajui kabisa kwamba secretary aliweza kupata ajali, ila aliweza kuota ndoto kuwa secretary ameweza kupata ajali. Lakini siku leo akawa ametumia ujumbe na kwamba secretary anahitaji kuweza kuonana naye. Lakini mwamba alipokuwa anaelekea kule nyumbani kwa secretary akawa ameshtukia kwamba mazingira yalikuwa ni ya tofauti kidogo. Moja kwa moja bana, alipofika tu katika maeneo hayo akawa ametoa kibunduki chake kidogo, akiwa na wasiwasi sana na ule muuaji alikuwa anataka kumuua bidada siku za hivi karibuni. Basi akawa anaingia ndani ya nyumba ya secretary kwa mawenge sana, lakini kwa bahati mbaya simu ikawa inaita na alikuwa ni bidada akimwambia kwamba anahitaji kukuona. Mwamba akawa anahisi labda bidada amevamiwa kule nyumbani, ndio maana alikuwa amepigiwa simu aje mitaa hii. Kumbe bana, yeye ndio yuko katika hatari kwa sababu jambazi yuko nyuma yake. Ile mwamba anageuka tu akashuhudia kuona kwamba ni sura ya yule Daejong muuaji. Akaanza kumuuliza kwamba secretary yuko wapi, lakini Daejong akawa anacheka tu na kuchukua kishoka chake akataka kumwangamiza jamaa. Lakini Junjei anapomtazama huyu jamaa muuaji anashangaa, anamkumbuka katika kumbukumbu za miaka mingi sana iliyoweza kupita nyuma. Ile wakati anashangaa tu, Daejong akaanza kumshambulia mwamba Junjei. Na mwisho wa siku jamaa akiwa amezidiwa kabisa akawa anataka kuweza kuuliwa. Wakati huo zikasikika honi nyingi sana, kitu ambacho kikamshtua sana huyu mhalifu na moja kwa moja akaanza kukimbia katika mitaa hii. Kumbe bana, kabla ya mwamba kuingia hapa ndani alikuwa amempigia rafiki yake simu na kumwambia kuwa nahitaji uje katika nyumba ambayo secretary anaishi. Na mwamba baada ya kuweza kusalimika kutokea katika kifo kile, moja kwa moja bana akawa anaelekea katika mitaa ambayo bidada alikuwa amepigia simu kutokea. Hapa bidada alikuwa amesubiri kwa muda mrefu. Alipoweza tu kumuona mwamba akaanza kushangaa kuona kwamba jamaa na majeraha mwili mzima. Naye mwamba Junjei alikuwa kijali sana juu ya bidada, akikagua joto lake la mwili kama liko sawa au la. Lakini baadaye akamwambia bidada naomba twende nyumbani. Wakati huo anarudi tu nyumbani jamaa akawa ameanguka chini. Alafu kimasiara tu mwamba akajikuta amepoteza mpaka fahamu, na wakati huu yupo katika koma. Akashangaa kuona kwamba anajiona katika maisha ya zamani sana na mtu mmoja anamwambia kuwa mlinde sana bidada. Alipoweza kupata fahamu, moja kwa moja akawa ameelekea nyumbani. Wakati huo akawa amekutana na mwamba yule rafiki yake anayefahamika kama Ndu. Akawa anamuelezea na kumwambia kuwa nimeweza kuona kumbukumbu za zamani sana kana kwamba nimewahi kuishi miaka ya zamani mno, alafu naambiwa nimlinde bidada. Ndu akamwambia kwamba ni vitu vya kawaida sana kwa sababu siku ya jana umeshindia kutazama movie tu, na hiyo ndio inakusababisha kwamba unaanza kuota kana kwamba na wewe ulikuwa miaka ya zamani katika zile movie ulizokuwa ukizitazama. Hasa bana, upande wa pili katika familia ile ambayo mwamba Junjei anakotokea, kumbe bana mama yake wa kambo ndio anayemlipaga huyu jamaa muuaji kiasi kikubwa sana cha pesa kuhakikisha kwamba mwamba Junjei anakufa. Akamgavizi mlungula mkubwa sana wa pesa, kisha akamwambia kwamba umeshakamilisha zoezi la kuweza kumuua jamaa. Lakini huyu muuaji akasema hapana, sijakamilisha. Huyu mama alikasirika sana na kumwambia kuwa anapoteza pesa
pesa zangu nyingi sana kwa ajili yako. Na wakati huo mtoto yule mama anayefahamika kama Jian alikuwa akirudi na aliweza kumshuhudia huyu muuaji akiwa anatokea hapa katika nyumba yao. Ikabidi kuweza kumuuliza mama, huyu ni nani? Lakini dogo akasema kwamba mama, mimi si mtoto mdogo, naomba uniambie kila kitu ambacho kinaendelea. Mwisho wa siku mama akaamua kufunguka kwamba kama yule mtoto akiwa amekufa, basi utakwenda kulisi mali zote za baba yake, kwa sababu yeye ndio mtoto wa kwanza na kimila na tamaduni zetu ni kwamba yeye ndo anastahili kuwa mlisi wa kwanza kabisa katika mali hizi, kitu ambacho si sawa kabisa. Mimi nataka wewe mwanangu ndio uweze kulisi kila kitu. Okay, tukutane katika episode ya 5 mara baada ya kufikisha like 100. Basi tunatoka na episode ya 5. Nikumbushe tu kwamba kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo mapema kabisa. Lakini kwa wale wote wenye vipaji vya kuigiza ni vyema kaja inbox, tumebakiwa na nafasi chache sana ambazo tunazihitaji kwa sasa. Yani ile tu kama upo ndani ya jiji la Dar es Salaam, fanya haraka sana, njoo inbox niambie kwamba bana na kipaji cha kuigiza na kutumia fomu. Utajaza hiyo fomu na kisha moja kwa moja ndakupatia maelekezo ni wapi ambapo tunakutana na uweze kuungana nasi katika tamthilia ambayo itaanza kushutiwa kuanzia mwezi huu.